Hii ni mwendelezo wa ziara ambazo nimekuwa nikizifanya ili kujiridhisha kwamba maagizo ya serikali ya kwamba taasisi zote zinazolisha zaidi ya watu 100 zinaweza kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Kama unavyofahamu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akihitimisha bunge lililopita alitoa maagizo kwamba kufikia mwisho wa mwezi wa 4, tarehe 30 mwezi wa 4 tuwe tumeshakamilisha kwa 100%. Wakati huo sisi tulikuwa mbali sana, taasisi za jeshi kwa ujumla wake, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na JKT. Lakini kwa hali ilivyokuwa, muda umeongezwa mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo nimepita, tumefanya vizuri sana. Kwanza nianze kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sielewi kama wengi walielewa wakati alipokuja na ajenda hii ya kupikia nishati safi kwamba ina faida gani. Faida ni kubwa sana. Kwa mwananchi wa kawaida anaweza akaliona ni jambo dogo, lakini imeanzia kwenye kutunza mazingira. Ni kweli tunatunza mazingira, na hii itachukua muda kwa sababu miti tunaacha kukata na tunaendelea kupanda mingine ili baada ya hapo tuweze kurudisha ule uoto wa asili. Lakini pote nilikopita ambako nianze kusema tu kwamba nipongeze na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, lakini na jeshi JKT kwa kazi kubwa na mwitikio mkubwa, kwa sababu unaweza ukapewa maagizo ukaenda taratibu, lakini hapa mwitikio umekuwa mkubwa sana. Vikosi vyote na vimefikia 100% ya kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Vikosi vyote hivi ambavyo vinalisha zaidi ya watu 100. Kwa hapa tu faida zimeonekana ni kubwa. Mko hapa mmeona, tulikuwa wote jana mmeona. Kwa hiyo unakuta kwamba kwanza nianze faida kubwa hiyo ya utunzaji wa mazingira nimeisema, lakini faida nyingine kubwa ni saving. Kwamba wakati mwanzo wakitumia nishati chafu walikuwa wanatumia pesa nyingi zaidi kuliko wamehamia sasa hivi kwenye nishati safi. Hata ukiweka ule uwekezaji waliofanya bado wameshavuka na kupata saving kubwa. Na kwa ukiangalia kwa vikosi vyote itakuwa ni saving kubwa ambayo itaweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Lakini faida nyingine ni afya kwa vijana. Kwa sababu vijana na wale wote ambao na maaskari ambao wanashughulika nao, maafisa, kwamba unapotumia nishati safi madhara yake ni kama hayapo kiafya, kwa sababu utakwepa ule moshi haupo. Kwa hiyo hutaumia macho. Kule vijijini mnajua kuna wabibi wamekuwa wakiuawa tu kwa sababu ya macho mekundu. Kwa hiyo utasevu afya yako, lakini kwa vijana pamoja na kusevu afya yao watasevu muda wanausevu sana, kwamba badala ya kutumia masaa 6 kupika atatumia masaa 2 kupika kila kitu, na baada ya hapo atarudi kwenye mafunzo yake yaliyomleta hapa. Kwa hiyo ataweza kupata kilichomleta hapa kwa ufanisi zaidi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.